السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله المحمود أزلا وأبدا، المعبود المقصود دائما سرمدا، المجزل لمن أطاعه عطاء ومددا، يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب، ويكون للمؤمنين ملجأ وسندا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي لم يزل إلها واحدا فردا صمدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الذي ارتضاه عبدا واصطفاه حبيبا وسماه محمدا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أبدا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nitachukua fursa kama hii kwa mara nyingine kurudisha shukurani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ambaye kwamba amekwenda kunijalia mimi pamoja na wewe kuhudhuria katika nyumba tukufu kama hii, miongoni mwa majumba matukufu ambayo kwamba yanapatikana katika mgongo wa ardhi huu, wala sio ujanja wetu, isipokuwa ni taufiki ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba amekwenda kutupa mimi na wewe, kwani wako wengi katika nyanja za huko nje ambao kwamba hawana nia wala hawana malengo ya kuweza kuhudhuria katika ibada kama hii, lakini mimi na wewe Mwenyezi Mungu ametujalia tukafika mapema kwa ajili ya kuweza kutekeleza ibada kama hii. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu Waislamu, hatuna budi sisi kumshukuru kwa kusema alhamdulillah, na kwa wingi basi tuwe tunakithirisha matendo ambayo kwamba ni mema, kwa sababu ya neema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekwenda kutupatia na kuweza kufika mahala kama hapa. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala, zipo neema nyingi ambazo kwamba tutaikaniwa mimi na wewe ama Waislamu kwa ujumla kurudisha shukrani kwake yeye, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake, alam tara anna Allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, je, hamuoni kwamba Mwenyezi Mungu amekwenda kuwasahilisheni nyinyi yaliyoko mbinguni na ardhini, wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina, na akaenda kuwamiminieni nyinyi neema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kutumiminia neema ambazo kwamba twazitumia, neema ambazo kwamba zatunufaisha. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kututeremshia neema ambazo dhahiratan, kuna neema tunazoziona kwa macho, lakini zipo neema zingine ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amekwenda kutujalia kwa nazo, lakini hatuzioni kwa macho. Hizi zote ni kwa ajili ya huyu binadamu awe ni mwenye kuwa katika neema, na awe ni mwenye kuwa katika furaha, awe ni mwenye kuwa katika hali iliyo njema, ili apate kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kutujalia sisi binadamu ni nyingi, na hata tukazihisabu hatuwezi tukadhibiti ile idadi yake. Wa in ta'uddu ni'matallahi
la tuhsuha, hata mkazihisabu neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hamwezi mkapata ile idadi yake, kwa sababu ni neema nyingi. Na utambue ya kwamba wama bikulli ni'matin famin Allah, kila neema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia wewe binadamu kuipata, si kwa ujanja wako wala si kwa akili yako. Ujue kwamba neema kama hiyo yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa hili, je, hatuoni ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatakaniwa awe ni mwenye kushukuriwa? Lazima tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kitabu chake katika suratul Al-Insan, anasema katika suratul Insan kama sijakosea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira imma shakira wa imma kafura. Allah Subhanahu wa Ta'ala anadi akisema kwamba hakika tumekwenda kumuumba mwanadamu kutokamana na tone la manii, amshajin, tone lenyewe limekwenda kuchanganyikana kati ya mbegu ya kiume na ya kike. Kisha anasema nabtalih, ili tupate kumuonja, faja'alnahu, na tukamjalia mwanadamu kama huyu, sami'an basira, awe ni mwenye kusikia na awe ni mwenye kuona. Hizi zote ni neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba nazo huyu binadamu. Baada ya kwamba amekuumba, amekujalia kwamba wewe waona, na baada ya kwamba amekuumba wewe, amekujalia pia kwamba wewe wafanyaje, wasikia. Hizi zote ni neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anasema Mwenyezi Mungu, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, hakika yetu sisi hadainahu sabila, tumemuongoza njia. Yani baada ya kwamba Mwenyezi Mungu amekuumba wewe binadamu, akakuongoza na njia, akakuelekeza ile sehemu ambayo kwamba utaikaniwa wewe uwe ni mwenye kuifuata. Hakukuacha huru turebe, yani ukawaishi, amekuongoza njia. Sasa baada ya kwamba amekuongoza njia, ima uwe ni mwenye kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukaifuata ile njia inayostahiki, ile njia ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuongoza, ama uwe ni mwenye kukufuru. Kwa hivyo njia ni mbili, ima ufuate njia iliyo sawa umshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, ama ukatae kumshukuru Mwenyezi Mungu ukawa uko katika njia ambayo kwamba ni ya wale ambao kwamba wamekufuru, ni ya wale ambao kwamba wamepinga maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nyingi. Kule kuhudhuria ama kule kuwa kwamba wewe ni Muislamu, akakujalia kuja katika nyumba kama hii na ukawa ni mwenye kusimamisha ibadat, basi hiyo ni miongoni mwa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watakaniwa ama tuwatakikaniwa sisi sote kwa ujumla tuseme alhamdulillah, tukithirishe kufanya matendo yaliyo mema. Ndugu zangu Waislamu, kabla sijaingia katika mada, usikum wa usi nafsi awalan bitaqwallah, ninahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu tumcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani ndiyo kwenye mafanikio ya mimi na wewe. Pale tutakapokuwa tunamwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufuata maamrisho yake na kujiepusha na makatazo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu pamoja na mtume wake wamekwenda kutukataza. Mada nitazungumzia dhikrullah, kumtaja na kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, lazima sisi tuwe tunamkumbuka Mwenyezi Mungu, kwani katika kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala basi ni katika kusimamisha ibada.
Tunaposema dhikrullah, pale utakapokuwa wewe umesimamisha swala, ukawa unafunga, ukawa unaisoma Al-Qur'an na kufuata yaliyozungumzwa katika kitabu kama kile, ukawa fanya ibadati ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kuamrisha, na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukashikamana nazo, basi ni kwamba wewe umekwenda kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuenda kinyume na ibadati kama hizi, akawa hasimamishi swala, akawa yeye hafungi, akawa haisomi Qur'an, yani hana haja kuisoma ile Qur'an ambayo kwamba ndio mwongozo wetu sisi, ama pengine vijana wake pia hana haja kuwachukua vijana kama wale na kuwapeleka madrasa waweze kuifahamu ile Qur'an, basi mtu kama huyu atakuwa amepata hasara mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu katika Al-Qur'an anasema, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatika ayatuna fanasitaha wa kadhalika liyawma tunsa. Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye kwamba atakwenda kinyume na utajo wangu, yani hatakuwa ni mwenye kusimamisha dhikrullah, hatakuwa ni mwenye kusimamisha swala, basi Mwenyezi Mungu anasema fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hakika ya mtu kama huyo atakuwa na maisha ya dhiki. Wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, licha ya kwamba atakuwa na maisha ya dhiki, tutamfufua siku ya Kiyama hali ya kuwa yeye ni kipofu. Mwenyezi Mungu anakwenda kufufua hali ya kuwa huna macho, huoni, kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma, baada ya kwamba amefufuliwa ni kipofu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anze kuuliza lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, kwa nini, mbona umenifufua kipofu wakati mimi nilipokuwa duniani nilikuwa na macho yangu nikiona? Kwa nini nimefufuliwa kipofu? Qala kadhalika atatika ayatuna fanasitaha wa kadhalika liyawma tunsa, aambiwe ya kwamba vivyo hivyo tumekuletea aya zetu, fanasitaha, ukawa ni mwenye kuzisahau, ukawa ni mwenye kuzipuuzia, basi vivyo hivyo siku hii ya leo wakadhalika liyawma tunsa, basi hii siku ya leo nayo imekwenda kusahau, kwa kuwa umekwenda kuitelekeza ile dhikrullah, ukawa husimamishi, hufuati maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasa kwa kule kwamba wewe umekuwa kinyume na dhikrullah, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kufua hali ya kuwa ni kipofu, baada ya kuwa wewe umekuwa katika maisha ya dhiki. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, sisi lazima tumkumbuke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo kusimamisha ibada, ndiyo kusimamisha ibada. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fadhkuruni adhkurukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema nitajeni mimi, fadhkuruni adhkurukum, nitajeni mimi ama nikumbukeni mimi nami pia nitawakumbuka, ama nitajeni mimi na mimi pia nitawataja. Kwa hivyo tukimtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukaleta adhkar kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
basi naye Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kututaja na kutukumbuka. Kisha anasema washkuruli wala takfurun, na nishukuruni mimi, yani tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusiwe ni mwenye kumkufuru, tusiwe ni mwenye kumpinga Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na katika kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kufuata yale maamrisho, ni kufuata alichotuamrisha. Kumpinga Mwenyezi Mungu ni kukataa yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba amekwenda kutuamrisha. Kwa hivyo ni lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema la in shakartum la azidannakum, hakika mkinishukuru mimi basi nitakwenda kuwazidishieni. Kwa hivyo hatuoni ya kwamba tuna umuhimu wa sisi kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mkwasi wa wakwasi, kwa sababu tukishamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ile neema ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekwenda kutujalia kwa nayo, basi atatuzidishia zaidi na zaidi. Hiyo ni kwa sababu tumemshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ayuha nas, enyi watu, ittaqullaha wadhkuruhu bidhikrikum. Ndugu zangu, tumdhukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, tumtajeni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anna Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu, qad amara bidhikrihi wa alaka alfallah bistidamatihi walikthari minhu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekwenda kutuamrisha sisi waja wake tuwe ni wenye kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani kule kusimamisha dhikri ni amri ambayo kwamba yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akajalia kuambatanisha, yani mafanikio ya hii dhikrullah ni kule kudumu nayo, kudumu na ibada ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kule kukithirisha kufanya kwa wingi, basi mafanikio yanakuwa ni yenye kupatikana kwa yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kudumu na ibada kama hii. Vile vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mumeamini, udhkurullaha dhikran kathira, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi, mtajeni kwa sana. Ibada ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ama ametusisitiza tuwe ni wenye kuifanya kwa wingi, na hakuna ibada ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametusisitiza yani tuifanye kwa sana kama dhikrullah. Kwa hivyo ni ibada muhimu sana ndugu zangu Waislamu, ni ibada ambayo kwamba twataikaniwa mimi na wewe tuisimamishe kwa nguvu zetu katika nyakati zote, ila yani tusipoteze nyakati zile, nyakati ambazo kwamba wewe waona kwamba hapa huna kazi, basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yani tusiwe na wakati ambao kwamba ni wa kupoteza. Ni ibada ambayo kwamba haichagui muda, haichagui wakati, haichagui masaa ama siku ama mahali gani wewe utamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza ukawa uko katika shughuli zako, lakini ukawa mdhukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Uko kwenye biashara zako waleta adhkar, uko barabarani watembea waleta adhkar, wamdhukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ima umeketi ama umelala, ni ibada ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameacha huru. Mahali popote utakuwa ni mwenye kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa sehemu chafu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
anatuamrisha tuwe ni wenye kumtaja kwa wingi sana. Wasabbihuhu bukratan wa asila, na tumtukuze asubuhi na jioni. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wadhkurullaha kathira, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi au kwa sana, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Kwa hivyo mafanikio na kufaulu kwetu ni katika kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ndani yake kunapatikaniwa mafanikio ambayo kwamba yatanisaidia mimi pamoja na wewe, mafanikio ambayo kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndo anayajua ni ujira kiasi gani ambao kwamba atampa huyu mwenye kusimamisha dhikrullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye anajua. Na kama athna Subhanahu wa Ta'ala ala ahli dhikrihi, kama namna au sura alivyomsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama alivyowasifu wale watu ambao kwamba watakuwa ni wenye kusimamisha dhikrullah, na akawa ni mwenye kuahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa ni mwenye kuahidi ahsanal jazai, malipo ambayo kwamba ni mazuri zaidi au ni bora zaidi. Faqala minal muslimina wal muslimati, na ahadi kama hii ambayo kwamba amewaahidi ni kwa yule ambaye kwamba ni Muislamu mwanamume akawa ni mwenye kusimamisha dhikrullah, au Muislamu mwanamke akawa ni mwenye kusimamisha dhikrullah, kama sura alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an, wadhakirina Allaha kathira, wale wanaume ambao kwamba watakuwa ni wenye kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi au kwa sana. Wadhakirati, na wanawake, si wanaume peke yake, pamoja na wanawake, basi a'adda Allahu lahum maghfiratan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu kama hawa atakuwa amewaahidi Mwenyezi Mungu kuwa atawafutia madhambi, atawasamehe madhambi yao, wa ajran adhima, na kisha atakuwa ni mwenye kuwapa ujira ambao kwamba ni mkubwa, ajran adhima. Na maneno kama haya ni maneno ambayo kwamba anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa atawalipa ujira ulio mkubwa. Sasa hatuwezi tukajua ujira huu ulio mkubwa ni ujira ni mkubwa kiasi gani. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tunao muhimu sana wa kuleta adhkar kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusiwe ni wenye kuipuzia ibada kama hii. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kujalia ya kwamba dhikrullah iko katika ibada zote ambazo kwamba zimetuzunguka. Yani hilo ndio kuonyesha kwamba ibada ya dhikrullah ina umuhimu mkubwa katika mujtama huu wa Kiislamu. Katika Al-Qur'an Mwenyezi Mungu anasema, suratul Ankabut anasema, wala dhikrullahi akbar, na kwa yakini kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala au kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, akbar, ndilo jambo kubwa. Kule kumtaja kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, hili ni jambo ambalo kwamba si lepesi, ni jambo kubwa mno. Ndio maana nikasema kwamba tuna umuhimu mkubwa sisi kuleta adhkar na kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na fahuwa afdalu ta'ati, na ndio dhikrullah ni afdalu ta'ati, ni taa ambayo kwamba ina ubora zaidi, kwa sababu makusudio katika kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kule kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kule kusimamisha dhikrullah. Kule kusimamisha dhikrullah ndio siri ya ile taa ambayo kwamba unakuwa ni mwenye kuitekeleza, na vile vile pia ndiyo roho ya ile taa ambayo kwamba unakuwa ni mwenye
kuisimamisha. Kwa hivyo dhikrullah, ndugu zangu Waislamu, imechukua dori kubwa katika ibadati ambazo kwamba mimi na wewe tunakuwa ni wenye kuzitekeleza. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea akasema, alladhina yadhkuruna Allaha, na wale ambao kwamba wanamtaja ama wanamkumbuka Mwenyezi Mungu qiyaman, hali ya kuwa wao wamesimama, wa qu'udan, na kwa kuketi, wa ala junubihim, na hali ya kuwa wamelala. Ndio maana pale awali nikasema kwamba ibada kama hii ya kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala haichagui mahali au kwa staili gani. Ikiwa umesimama waweza ukaleta adhkar, ikiwa pia umeketi utaleta adhkar, ikiwa umelala watembea. Kwa hivyo ni ibada muhimu sana ndugu zangu Waislamu, na katika kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika kusimamisha dhikrullah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada kama hii ya dhikrullah amekwenda kuiambatanisha ama kuinasibisha na amali zote ambazo kwamba sisi tunakuwa ni wenye kuzitekeleza na kuyambatanisha nayo. Bali dhikrullah, ndugu zangu Waislamu, ndio ruhu ya amali zote ambazo kwamba tunakuwa ni wenye kuzitekeleza. Hakika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, utaona kwamba hii dhikrullah amekwenda kuiambatanisha na swala. Ibada ya swala ndani yake kuna adhkar, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimis salata lidhikri, na simamisheni swala au simamisha swala kwa ajili ya kunikumbuka mimi. Kwa hivyo swala yenyewe hii swala ambayo kwamba tutatekeleza kwa siku mara 5, basi ni katika adhkari kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kuiambatanisha hii dhikrullah na asiyam. Ndio maana nikasema kwamba Mwenyezi Mungu ameijalia dhikrullah, ameiambatanisha na ibada zote ambazo kwamba sisi tunakuwa ni wenye kuzitekeleza. Ameambatanisha na siyam, vile vile akaikutanisha na ibada ya haji. Kama alivyotuambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika si jambo lingine, jaala tawafa, Mwenyezi Mungu amekwenda kujalia ile tawafu, kule kuzunguka ile al-Kaaba, wasai, na kusai, baina Safa wal Marwa, baina ya Safa wal Marwa. Ibada kama hizi, yani kule kutufu al-Kaaba na kufanya sai, warami aljimar, na kule kurusha vile vijiwe. Hizi ni ibada ambazo kwamba zinapatikaniwa kwa wale wanaokwenda katika ibada ya haji, huwa wanakutana nazo. Sasa anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kule kuzifanya ibada kama hizi, kufanya tawaf na kusai baina Safa wal Marwa na kurusha vile vijiwe, liiqamati salah, liiqamati dhikrillah, ni kwa ajili ya kusimamisha au kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo utaona kwamba ibada kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameambatanisha na swala, vile vile akayambatanisha na siyam, na akaweza kuyambatanisha na ibada hii ya haji. Vile vile ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kujalia pia dhikrullah, amekutanisha ama ameyambatanisha na aljihadu. Anasema kama namna alivyoikutanisha hii dhikrullah biljihadi, wa amara bidhikrihi, katika jihadi akawa ni mwenye kuamrisha pia kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala
inda mulaqati al-aqran, wakati pale wanapokuwa wale Waislamu ambao kwamba wameenda katika jihadi, wamekutana na wale maadui. Al-aqran ni al-aada, ni maadui, basi wawe ni wenye kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mukafahati al-aada, au kule kupambana na wakawa wanapigana na wale maadui wenyewe, basi wawe ni wenye kumkumbuka na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya nini? Wapate ushindi. Kama sura ilivyokuja katika Al-Qur'an, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha dhikran la'allakum tuflihun wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema pindi mtakapokuwa mmekutana na maadui, kikundi cha maadui, basi fathbutu, basi kuweni na ithibati, yani muwe imara wala msirudi nyuma, muwe mko imara. Kisha wadhkurullaha kathiran, kisha muwe ni wenye kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Kwa hivyo pia katika jihad imekutanishwa dhikrullah. Nikimalizia dhikrullah, ndugu zangu Waislamu, pia utaiona kwamba ndio khitamul a'mal, yani mwisho wa a'mal utakuta kuna dhikrullah, kama ilivyokuja katika funga. Mwenyezi Mungu anasema walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hii aya mwanzo kabisa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaelezea masala ya Ramadhan, shahru alladhi unzila fihi al-Qur'an, akaelezea ya kwamba tutakapouona mwezi basi tuwe ni wenye kufunga. Pia akaelezea wale ambao kwamba ni wagonjwa na wale ambao kwamba wako safarini, wanaweza kula lakini watafanyaje? Watalipa. Kisha akaelezea mwisho kabisa wa aya kama hii, walitukmilu al-iddata, mkishakuwa mmekamilisha ile idadi, walitukabbiru Allah, basi mtukuzeni Mwenyezi Mungu. Utaona kwamba baada ya Ramadhani huwa kuna ile ibada ya Idi, swala ya Idi, pale huwa tunamdhukuru kwa wingi. Sasa amri ndio hii, walitukabbiru Allah ala ma hadakum. Kwa hivyo utaona ya kwamba mwisho wa asiyam tunahitimisha na nini? Kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile ndugu zangu Waislamu, pia katika ibada ya haji pia khitamu yake ni kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, yani mwisho kabisa wa kufunga ibada kama ile ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema fa idha qadaytum manasikakum, pale mtakapokuwa mmemaliza ibada zenu, ibada za haji, fadhkurullaha, basi mtajeni Mwenyezi Mungu, kadhikrikum, kama mlivyokuwa mkiwataja abaikum, mababa zenu, au ashadda dhikra, au mumtaje zaidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Vile vile tukija pia katika swala, wa huwa khitamu sala, dhikrullah ndio khitam, ndio tunafunga, yani swala inafungwa kwa dhikrullah, kwa kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, mtakapokuwa mmemaliza kuswali basi fadhkurullah, mtajeni Mwenyezi Mungu, leteni adhkari, yani tusiwe na haraka ya kutoka. Umemaliza swala, tulia, lete adhkari, mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio kaida, tumtaje Mwenyezi Mungu qiyaman, hali ya kuwa tumesimama, wa qu'udan, na hali ya kuwa tumeketi, wa ala junubikum, na
hali ya kuwa pia tumelala. Waweza ukajilaza na ukawa wamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo utaona kwamba khitamu hapa ni kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na nikimalizia pia khitamul Jum'a, yani swala ya Ijumaa tunahitimisha na nini? Na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Jum'a, fa idha qudiyatis salatu, pindi mtakapokuwa mmemaliza kuswali, fantashiru, basi tawanyikeni, fil ardi, katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani tutawanyiki kwa ajili ya kutafuta riziki zetu. Anasema fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, kwa ajili ya kutafuta fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni riziki ambazo kwamba tunazitafuta. Kisha anasema wadhkurullaha kathiran, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi. Hiyo ni baada kuwa tushatekeleza swalatul Jumaa, tukafuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu aliposema fantashiru, tukatawanyika kwa ajili ya kutafuta riziki zetu. Basi katika hali kama hii, fadhkurullaha, basi mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Kwa hivyo kufaulu kwetu sisi ni kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile huwa hii dhikrullah ndio khitam ya binadamu katika maisha yake hapa duniani. Yani katika uhai wako, mwisho wa maneno yako kuongea, ukaleta adhkari, ukasema la ilaha illa Allah, ukaaga dunia, basi wewe umekwenda kufanikiwa, kama sura ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema yoyote ambaye kwamba atasema katika maneno yake la ilaha illa Allah, yani mwisho wa maneno yake ikawa hakuna maneno mengine, pale alipokuwa yakata roho akasema la ilaha illa Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dakhala aljanna. Na hii la ilaha illa Allah nini? Adhkar, dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yapo mengi ya kuzungumzwa ndugu zangu Waislamu, ambapo kwamba yanahusiana na dhikrullah. Kwa ajili hiyo tumdhukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhira. Kwa haya machache inshallah Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa ila huna aqulu lakum assalamu alaykum wa la afa minkum.